mwalimu wa lakini kisha sekondari somo la hesabu na sayansi. Sawa? Wangapi wanapenda kusoma hesabu? Na wangapi wanajua hesabu? Sababu kuna kusoma lakini kuna kujua pia. Na kuna kupenda na kuna kujua pia. Wote mnapenda hesabu? Ndio. Sawa, asante. Na mimi pia sitaongea mengi. Niwatie moyo katika kupambana kwenu na kusoma, lakini uweke kipaumbele sana sana katika issue kubwa ya kutunza mazingira. Sawa? Sisi tumekuja kwa ajili ya kuwaelimisha, lakini pia kuwatia moyo katika kutunza pamoja na kuweka mazingira katika hali nzuri ya kuwezesha kesho yenu iwe nzuri zaidi. Kwa pamoja, kwa wakati pia mnasoma, kusoma sio kuandika tu na kusikiliza mwalimu, lakini kuweza kutumia kile unachojifunza kwenye maisha yako ya kawaida. Iko sawa? Tumetoka kwenye mazingira magumu, sisi pia tumesoma maisha magumu kama nyie, karasio masa. Unaona? Hiyo ni masa leo ndio kuwa kwenye mazingira kama ya kwenu. Nikiwaona najiona mimi wa kitambo fulani. Mimi nilikuwa mtoto mkundu na mchafu kuliko hata nyie mlivyo sasa hivi. Nimechapwa sana kipindi nikiwa darasa la 3, darasa la 5, darasa la 6. Kwa sababu kwanza nilikuwa sipendi shule. Lakini nilishawishika kupenda shule zaidi kwa sababu ya kampani niliyokuwa nayo, lakini pia watu waliokuwa wananishawishi, kwa sababu nilikuwa na watu wengi wananishawishi nisome. Hivyo nikatokea kupenda masomo ya hesabu na sayansi, na leo ni mwalimu nafundisha somo la sayansi pamoja na hesabu, lakini pia ni mpenzi wa kutunza mazingira. Napenda sana kutunza mazingira. Kwa hiyo hata mnapokuja kupata pia elimu ya kutunza mazingira, chochote kitakacholetwa kwenu mkishike kwa moyo na mkitamani kifike sehemu ambayo italeta mabadiliko, lakini itawafundisha pia ninyi ili mpate elimu ya kwenda kuwafundisha wengine pia. Wazazi wanawasubiri ili waweze kujifunza kitu kutoka kwenu. Nyie sasa hivi ni wasomi, si ndio? Kwa hiyo mna uwezo sasa hivi wa kumwelekeza mtu kitu na ataweza kuelewa, lakini mna uwezo sasa hivi wa kuleta mabadiliko katika sehemu yote mtakayo kuwepo, kwa sababu nyie mnapata elimu. Kwa sababu baada ya kusema hayo, nishukuru na Mungu awabariki na endelee kupambana kwa ajili ya kesho yetu ya kama jamii pamoja na taifa.